अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إن ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala ibn Aziz anasema kwamba Mwenyezi Mungu alipotoa amri ya kufunga saumu katika Ramadhan, pamoja na amri hii alisema ayyama ma'dudat, yani ni siku chache za Ramadhan. Wakati Ramadhan Allah Taala ne ilipoanza, wengi watakuwa wanafikiria kwamba ni siku ndefu za msimu wa joto. Katika msimu huu kufunga saumu 30, hatujui tutafunga namna gani, labda itakuwa ngumu, lakini kama alivyosema Mwenyezi Mungu kwamba ni siku chache za hesabu na siku hizi zimepita. Leo ni saumu 25. Watu wengi wananiandikia kwamba siku hizi za Ramadhan zimeshapita na sisi hatukujua zimepita namna gani. Huzur anasema kwa hakika jambo hili ni sahihi kwamba Ramadhani inakuja na mwanzoni inaonekana kwamba ni siku ndefu, lakini
siku zinapopita hatujui zimepita vipi. और पता Leo ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Ramadhan. ये बात सही है जब रमजान आता है Saumu tano au labda sehemu nyingine saumu nne tu imebaki ya Ramadhan. Katika siku hizi za 4-5 kila mmoja wetu anatakiwa afanye juhudi. Ikiwa आज upungufu ulibaki katika mwezi wa Ramadhan बाकी 5 या बाकी जगहों पर na hatukupata faida kutoka katika Ramadhan, basi katika siku hizi chache zilizobaki 4-5 दिनों tujaribu ili tuondoe upungufu huu na tufanye maombi kwa Mwenyezi Mungu kwamba Mungu atusitiri na aturehemu से या na पूरा इस्तेफादा करने asitunyime katika baraka za mwezi mtukufu wa Ramadhan. दिनों में दूर करने की कोशिश करें Halifa mtukufu anasema kwamba kama nilivyosema, leo ni Ijumaa ya mwisho ya Ramadhan. Katika istilahi Ijumaa hii inaitwa Jumatul Wida. फरमाए और हमें Katika Waislamu wa kawaida, katika Ijumaa hii ya mwisho wao, kwa kuona kwamba Ijumaa hii ni mwisho wa Ramadhan na kwa kuwa na wazo hili kwamba katika Ijumaa hii maombi yote yanapokelewa, खुदा कहते हैं na kwa sababu ya kuswali मुसलमानों में Ijumaa hii swala ambazo hazikuswaliwa katika mwaka mzima, na vile vile Ijumaa ambazo hazikuswaliwa, basi katika siku hii ya moja haki ya sala hizi zote na Ijumaa zote zilizoachwa करने की अदायगी से haki yake inatimiwa. Lakini hii si wazo la mwaminio mkweli. Hili ni wazo la ujahili, hasusan kwa ajili ya mwanajumuiya. इसमें शामिल हो जाए Wazo la aina hili ni sawasawa na kufanya dhihaka na dini tukufu ya Islam. ये एक इंतहाई गलत तस्वुर Juu yetu ni ihsani ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba katika के नजदीक तो zama hii ऐसी बातें और ऐसी सोचें tulimpokea mjumbe wa करने वाली चीजें हैं। Mwenyezi Mungu na हम पर Mungu alituwezesha. Tulimpokea mpenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alitutakasa katika mawazo ya aina hii na alituongoza katika njia iliyonyoka, और हजरत सल्लल्लाहु na alituambia kuhusu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, na alituonyesha njia za kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Wakati fulani katika hafla fulani, Sayyidina Alayhi Salam aliuliza swali kwamba kuna desturi katika Waislamu kwamba siku ya इस्लाम की Jumatul Wida watu wanaswali raka 4 ya swala na wanaita swala ile ni kadhaa umri, na lengo lao linakuwa hili kwamba sala zilizokosekana ambazo hazikusaliwa, basi kwa sababu ya raka 4 कि जुमातुल विदा के sala zote zilizoachwa zitatimia. Je, jambo hili linaruhusiwa katika Islam au la? Sayyidina Alayhi Salam kwa kusikia swali hili alisema kwamba jambo hili ni jambo la ufidhuli. जो अदा नहीं की Alisema mtu ambaye इसका कोई सबूत है या नहीं ऐसी haswali swala kwa mwaka mzima kwa nia hii kwamba ataswali siku ya kadhaa umri, basi yule mtu ni mwenye dhambi. सामने फरमाया Na mtu ambaye kwa kujuta na anatubu na anaswali raka hizi kwa nia hii kwamba siku za usoni mimi sitaacha swala tena katika maisha yangu, basi akiswali swala hizi 4 si mbaya. दिन अदा कर Amesema kuhusiana na hii, mimi natoa jibu la Hazrat Ali radhiallahu ta'ala anhu alilolitoa. तौबा करता Tukio la jibu la Hazrat Ali ni hivi ambayo walieleza Sayyidina Alayhi salatu wassalam kwamba wakati fulani mtu mmoja alikuwa na swala wakati ambao alikuwa haruhusiwi kusali swala. Mtu mmoja akamwambia Hazrat Ali radhiallahu ta'ala anhu kwamba wewe ni khalifatul muslimin, क्या यूं है kwa nini humzuii huyu mtu ambaye anaswali swala katika wakati ambayo haruhusiwi kusali? Lakini Hazrat Ali akasema, mimi naogopa isije nikaja chini ya aya hii isemayo araaita allazi yanha abdan iza swalla. इससे इसे मना क्यों नहीं करते कि
कि गलत वक्त में yani उन्होंने फरमाया je hukumwona mtu ambaye anamzuia mtu wakati anaposwali swala अरायत अल्लज़ी यन्हा अब्दन sayyidina alayhi salatu wassalam baada ya kueleza tukio hili anasema ikiwa mtu kwa kujuta na kwa kutubu dhambi zake anaswali basi mruhusu aswali. Kwa nini mnamzuia yeye? Anafanya dua kwa kuswali raka 4, lakini hii ni dalili ya uvivu wake. Mungu anajua hali ya nia za mtu. Kwa sababu ya hii Ali radhiallahu ta'ala anhu pia alikuwa mwangalifu na kwa kuzingatia aya ya Qur'ani tukufu isemayo araita allazi yanha abdan idha salla. Kwa kuzingatia aya hii Hazrat Ali radhiallahu ta'ala anhu pia hakumkataza yule mtu alikuwa na swali sala. Sayyidina alayhi salam pia kwa kuzingatia kitu hiki alitoa fatwa hii, lakini pamoja na hii alieleza waziwazi kwamba hii ni dalili ya uvivu wake. Ikiwa ana nia ya kadhaa umri na yeye hana nia ya kurekebisha hali yake, yani anaswali kwa nia hii kwamba leo naswali raka 4 na kuanzia leo natubu nitaendelea kusali swala maisha yangu yote, basi ikiwa ni hivi ni sawa. Lakini ikiwa hana nia ya kurekebisha hali yake, basi mtu wa aina hii ni mwenye dhambi. Basi katika jumuiya Ahmadiyya hakuna wazo la kadhaa umri, sala ya kadhaa umri. Sisi tulimpokea imamu wa zama hizi na tulimpokea imamu wa zama hizi kwa sharti hii kwamba tutaepukana na bid'a zote, tutatanguliza dini juu ya dunia. Na wakati tulipoahidi tutatanguliza dini juu ya dunia, katika hali hii hatuwezi kuacha swala na wala hatuwezi kuacha swala ya Ijumaa kwa ajili yetu. Ikiwa kuna wazo la Jumatul Weda ni tofauti na wazo wanakuwa na wengine, na kwa ajili ya mwanajumuiya mkweli anatakiwa awe na wazo hili, na wazo ile ni hii kwamba sisi kwa moyo mzito tunasindikiza Ijumaa hii, tunaaga Ijumaa hii na tunaaga Ijumaa hii kwa fikira hii kwamba hatuagi Ijumaa bali tunaaga mwezi huu na siku hizi zenye baraka na Ijumaa, kwa sababu ni njia ya kutujumuika sehemu moja, na Ijumaa hii ni Ijumaa ya mwisho ya Ramadhani hii. Kwa hiyo sisi sote kwa kujumuika tunamuomba Mwenyezi Mungu kwamba Mungu atuwezeshe tena siku tulizoziishi katika Ramadhan na swala ya Ijumaa tulizosali katika Isha na baraka tulizozipata katika Ramadhan. Kwa kuendelea na baraka hizi kwa kutumia uwezo wetu wote tutakaribisha Ramadhan ijayo. Basi inatakiwa fikra yetu iwe ya aina hii. Sisi hatumsindikizi mpendwa wetu kwa nia hii kwamba sasa wewe naenda unatuaga, basi sisi tutakusahau. Sasa sisi hatuhusiki na kumbukumbu lako, yani hatutakukumbuka tena. Wapendwa wanapoacha na wanapoaga, manadamu hasahau kumbukumbu lao. Kwa ajili ya kuendeleza kumbukumbu lao anafanya juhudi kuendeleza mema yake, au kwa jina lake anaendeleza wema. Ikiwa ni waaminio wanawaombea sana wale walioaga, na wale wanawaga kwa muda mfupi kwa sababu ya shughuli zao, wanaenda
mji mmoja kwa kuacha mji mmoja na kuacha nchi moja katika nchi ingine. मोमिन Mwanadamu hawasahau hata kidogo, na kwa kutumia mitambo ya kisasa siku hizi tunaona खुफियात kwa kutumia simu से एक शहर से दूसरे शहर meseji inatumwa. मुल्क से दूसरे मुल्क Hata siku hizi kuna Skype. उन्हें तो इंसान Kwa kupitia Skype mtu anafanya juhudi aweze kusikia sauti ya mpendwa wake na vile vile aweze kuona harakati zake pia. फोन पर Basi टेक्स्ट मैसेजेस हैं या मुख्तलिफ तरीके हैं hatumwagi mpendwa wetu, hatusindikizi mpendwa wetu kwamba sasa mwaka mzima tutakusahau na hatutakukumbuka hata kidogo, प्यारों की आवाज भी kwamba और उनकी wewe ni nani na ulikuja kwa sababu gani. किसी प्यारे को विदा Sasa ukikutana nasi mwakani, tutaona wakati ule के अफसार tutatimiza haki yako au la, tutakupenda tena au la. दिलों से निकल जाएगी Je, katika भूल जाएंगे uhusiano ya dunia imetokea hivi? Kuna mtu yeyote alishuhudia inatokea hivi? अब जब Ikiwa kuna mtu ambaye anafanya hivi, basi watu wote watamuita kwamba yeye ni mwenda wazimu. हक अदा करने हैं ये नहीं तो Lakini inapokuja swali la yule ambaye ni mpendwa wa wapendwa wote, ambaye ni Mungu wa ulimwengu, ambaye anatulea, अगर कोई ambaye anatupatia kila kitu, ambaye ni Rahman na Rahim, ambaye anasema मगर mkamilishe imani yenu juu yangu, yule ambaye anasema सबसे प्यारी है munipende na msikate uhusiano wenu nami, yule ambaye anasema niitikieni, होने वाली है yule ambaye मान है रहीम anasema mimi nawapendeni zaidi kuliko wapendwa wote na nina मान को haki kwamba mimi nipendwe, yule ambaye anasema kwamba muendelee kukumbuka kumbukumbu langu. Tumwambie, e Mola, कि मेरी बातें मानो tunakushukuru सब प्यार kwamba से बढ़कर मैं तुमसे प्यार करने वाला हूँ और प्यार किए जाने का katika हक रखने वाला हूँ katika siku za Ramadhan ulitupitisha ambazo ni siku za baraka na ni siku chache, basi sisi tumekuaga na hatujali kuhusu wewe. कि तूने अपनी यादों Sasa kuanzia Ijumaa hii sisi tunakusindikiza, tunakuaga, अय्याम मदूदात से na kwa mwaka मzima tutakusahau, hatutakukumbuka tena. खत्म हो गया Na mwakani ukija mwezi wa Ramadhan और कौन सा tena, kwa kufanya vitendo vizuri tutajaribu kukukumbuka tena. Ikiwa tukibaki hai na tukiwa na afya njema, एक साल के लिए tutajaribu kutimiza haki yako. अब एक साल बाद अगला रमजान Ikiwa katika mwezi mtukufu mzima wa Ramadhan बातों और नेक कामों के जरिए hatukuweza kufanya ibada na hatukuweza kufanya mema, और बशर basi mwisho wa Ramadhani Jumatul Wida itakuja. Katika siku ile ya Jumatul Wida tutajumuika na tutatimiza haki yako अगर पूरे रमजान na tutalipa ujira wa ihsani zako zote. Ikiwa mtu anakuwa na fikira za aina hizi, basi watu watamuita huyu ni mwenda wazimu. उसमें Lakini watu wanakuwa na mawazo ya aina hii, ingawa hawatamki kwa ulimi wao, lakini kwa vitendo wanathibitisha. तेरे एहसानों का बदला उतार देंगे Kwa kuona mahudhurio ya Jumaa za siku za usoni, hali hii itajulikana. Ikiwa hali hii inapatikana, basi लेकिन ये सोचें लोग रखते हैं huu ni ujahili, ni sawasawa na kutokuwa na elimu ya dini, na vile vile ni sawasawa na kutokuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu. Basi mwaminio hawezi kuwa na mawazo ya aina hii. Mwaminio anakuwa juu ya mawazo haya. जहालत Mwaminio का अदना सा भी इल्म anaendeleza wema alivyoambiwa na Mwenyezi Mungu. Yeye anamshukuru Mwenyezi Mungu kila wakati. Yeye anapita katika mwezi wa Ramadhan na anapita kwa kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, wakati yeye kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu anaposindikiza Ramadhan, शुक्रगुजारी के जज्बात से anasindikiza kwa moyo mzito kwamba sisi
aga ramadhan, lakini kumbukumbu ya siku hizi tutaendelea kubaki nayo katika ramadhan. Mambo mema tuliyojifunza tutaendelea kufanya katika maisha yetu, na ibada tuliyoanza kufanya katika ramadhan tutaendelea kufanya ibada hii hata baada ya ramadhan pia, na hatutakwama kwa ajili ya kupata ukaribu wako. Sisi tumeona nadhara nzuri ya mapenzi yako wakati tunapofanya juhudi ya kuja kwako wewe, sawa na ahadi yako unatukimbilia. Basi haiwezi kutokea kwamba sisi tukumbuke mahusiano yetu ya dunia na yule ambaye anatupenda zaidi kuliko wote tumsahau yeye na tusahau ihsani yake. haiwezekani iwe hivi. Mwenyezi Mungu anatufanyia ihsani kwa njia mbalimbali. Yeye alitufanyia ihsani hii kwamba baada ya Ijumaa hii, kwa ajili ya kukumbuka siku hizi, kwa ajili ya kukumbuka kumbukumbu nzuri, baada ya siku 7 alifanya mpango wa sherehe ambayo ni siku ya Ijumaa inayokuja baada ya Jumatul Wida. Ingawa aliweka Ijumaa hii ya mwisho katika mara moja kwa mwaka, lakini yeye hakutunyimwa katika mapenzi yake. Kila baada ya siku 7 Mungu ameweka Ijumaa na ametupatia nafasi ya kupata baraka zile zile zinazopatikana katika Jumatul Wida, yani juma mwisho ya Ramadhan. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba siku ya Ijumaa inakuja wakati ambamo Muislamu anaposali sala wakati ule, akifanya dua yoyote katika wakati ule, dua yake inakubaliwa, lakini wakati ule ni mfupi sana, muda ule ni mfupi sana. Muda ule, wakati ule unapatikana katika Ijumaa za kawaida pia, kama inapatikana katika Ijumaa mwisho ya Ramadhan. Basi kuanzia leo sisi hatuendi mbali na nafasi hii ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, bali muda huu utapatikana tena mara baada ya siku 7. Ikiwa mtu anaaga, anasindikiza wema hii, basi yeye si mwaminio. Mwaminio hawezi kusindikiza mema. Mwaminio hawezi kwenda mbali na Mwenyezi Mungu, bali anakuwa katika juhudi hii kwamba namna gani naweza kukumbuka mema, namna gani naweza kupata njia za kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Na njia za kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu si fupi. Kila mema tunafanya unatupeleka karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo maaminio anafanya juhudi ya kutafuta kila njia. Yeye hategemei Ijumaa tu kwamba Ijumaa ikija basi atapata nafasi ya kukutana na Mwenyezi Mungu, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha njia ya kukutana na Mwenyezi Mungu mara kwa mara na haraka. Alisema ni sala 5, na alisema Ijumaa hadi Ijumaa ijayo, na Ramadhan hadi Ramadhani ijayo inakuwa kafara ya dhambi zote. Lakini sharti ni kwamba mtu aepukane na dhambi kubwa. Basi kwa ajili ya ukaribu wa Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kupata ukaribu na Mungu, alifanya mpango mara 5 kila siku. Yani kwa kupitia sala hizi mujenge uhusiano na Mungu na muendelee kupata baraka na rehema za Mwenyezi Mungu kwa kupitia sala hizi 5. Lakini
sharti ni kwamba msifanye dhambi kubwa कि इन नमाजों kwa kusisitiza juu ya dhambi, राब्ता रखो, na kila ijumaa mupate baraka katika muda ule unapatikana siku ya ijumaa. उसके रहम को हासिल करते Katika hali hii nyinyi mtapata maendeleo katika wema. जानबूझकर डिटाई दिखाते हुए Mabadiliko yaliyopatikana katika mwezi wa Ramadhan, muendelee kubaki na mabadiliko haya na msifanye dhambi katika hali hii. Si mwezi wa Ramadhan tu, bali mwaka mzima nyinyi तरक्की करने वाले बन जाओगे। mtakuwa na haki ya kupata rehema na ghufira ya Mwenyezi Mungu, na mtaokolewa katika moto. जारी रखो Basi kila mmoja wetu aahidi kwamba ijumaa hii तो सिर्फ रमजान na mwezi huu wa Ramadhan बल्कि तुम सारा साल अल्लाह ताला utatukumbusha kuhusu kuzingatia swala zetu, और आग से निजात na utatukumbusha kuhusu kuzingatia swala ya ijumaa yetu कि ये जुमा na wema tuliofanya katika mwezi wa Ramadhan na tuliojifunza katika Ramadhan. अपनी नमाजों की हिफाजत की तरफ तवज्जो दिलाने Tutapeleka wema hii mpaka Ramadhani ijayo. हमारे जुमों की अदायगी की तरफ Basi तवज्जो दिलाने वाला बनेगा। tulioanza kufanya ibada katika Ramadhan, हमने रमजान में की हैं और tutaahidi kwamba tutaendelea उनको अगले na hali hii रमजान की ili kwa ajili ya kukaribisha mwezi wa Ramadhan mwakani tuendelee kufanya mazoezi, नेकियों की तरफ जो हमारी तवज्जो ili wakati tutakapoingia katika Ramadhan ijayo tuwe tumeshapita hatua moja, करने का हमने अहद करना है। na kwa ajili ya kupata ufaulu अगले रमजान की katika Ramadhani hii mpaka Ramadhani ijayo tuwe na target, malengo mapya, ili tuendelee kupata hatua katika wema, ताकि जब हम अगले ili tuwe karibu zaidi na Mwenyezi Mungu मंजिल तय कर चुके हों, na tuweze kujua zaidi kuhusu Mwenyezi Mungu, कामयाब निकलने के लिए नए हदफ और नए टारगेट मुकर्रर करें ताकि नेकियों में बढ़ते चले जाने वाले हों। kisha miongoni mwetu wapo wengi कि मज़ीद ambao wanalazimika kupita hatua chungu mzima ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kusema tumeshapata malengo yetu ya ukaribu wa Mungu. Kwa ajili ya kupata malengo haya, tukiendelea kusubiri mwezi wa Ramadhan, katika hali hii tutaishi miaka na miaka na hatutaweza kupata malengo yetu katika maisha yetu. हम नहीं कह सकते कि हमने सारी मंजिलें तय कर ली। Hata tukipata umri mrefu hatutaweza kupata malengo yetu, करने के लिए हम सिर्फ रमजान का इंतजार bali ikiwa hatufanyi vitendo vizuri katika mwaka mzima, basi tutakuwa mahali ambapo tulikuwa tumesimama siku ya kwanza mwakani. Pia katika Ramadhani hii, hutuba nilizozitoa katika hutuba hizi kuhusu ucha Mungu, maombi na kufuata amri za Mwenyezi Mungu, का na katika amri hizi हमें ni amri ya kusali swala ambayo ni lengo la maisha yetu. Vile vile nimekumbusha kuhusu kutimiza haki za wenzetu, जो मैंने na vile vile nilikumbusha kuhusu hulka njema. दुआ और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल, जिनमें सबसे अहम Kila baada ya hutuba niliyotoa, nilipokea barua chungu mzima kwamba tulikumbushwa, करने की तरफ तवज्जो करना na kwa kupitia maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam tulielewa vizuri zaidi mada ulioeleza. Lakini हर खुतबे के बाद Hazur anasema ni sawa, wamepata nafasi ya kufanya wema, lakini ni muhimu kwamba sisi tuendelee kufanya hivi katika maisha yetu yote, kama niliyosema kwa kupitia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kila Ijumaa ina umuhimu wake. लेकिन अब इन Umuhimu wa Ijumaa haihusiki na Ijumaa za Ramadhan, wala haihusiki na बातों को अपनी जिंदगी, Jumatul Wida, bali जैसा कि मैंने अहादीस के हवाले से बताया कि हर जुमे की अहमियत है। umuhimu अहमियत ना रमजान wa Ijumaa ni katika hii, ना ही wakati tutakapoendelea kusali Ijumaa bila kukosa, रमजान की अहमियत vile vile tuendelee kuzingatia swala tano pia. Ramadhani hii ilikuja kwa ajili ya kutuambia
kwamba जब swala mulioanza kusali pamoja na ijumaa mulioanza kusali pamoja katika ramadhan, basi hali hii isiishie hapa तवज्जो रहे mpaka ramadhani ijayo mwendelee kuhifadhi tabia hii na mwenendo huu. जो नमाज aya nilizozisoma mbele yenu, katika aya hizi pia mungu alitukumbusha kuhusu umuhimu wa swala ya ijumaa. इसको अब खत्म ना होने tafsiri ya aya hizi ni hivi: enyi mlioamini, और inaponadiwa kwa ajili ya swala ya siku ya ijumaa, basi nendeni upesi kumkumbuka mwenyezi mungu na acheni biashara. hiyo ni bora kwenu ikiwa mnajua. इसका तर्जुमा यूं है कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब जुमे के दिन kisha aya ijayo ni hivi: na itakapokwisha swala, basi tawanyikeni katika ardhi na tafuteni fadhili za mwenyezi mungu na kumbukeni mwenyezi mungu kwa wingi ili mpate kufaulu. kisha katika aya ya mwisho, अगली आयत na vile vile ni aya mwisho ya sura aljumaa pia, mungu anasema, में मुंतशिर na wanapoiona biashara au mchezo wanavikimbilia na wanakuacha ukisimama, sema yaliyoko kwa mwenyezi mungu ni bora kuliko mchezo wa biashara, na mwenyezi mungu ni mbora wa atoao riziki. वो कोई तिजारत या basi देखें katika aya hizi देखेंगे तो उसका hasusan mungu ametukumbusha tushiriki katika swala za ijumaa. anasema mnaposikia sauti ya adhana siku hizi, kila moja anajua, kwa sababu kila moja ana saa na anajua wakati wa sala nini. na anasema mnapoona kwamba wakati wa sala umewadia, basi muache kazi zenu zote na biashara yenu na muje kwa ajili ya swala ya ijumaa. की अजान की आवाज सुनो, na hutuba ya ijumaa pia ni sehemu ya swala. kwa hiyo msionyeshe uvivu kwamba tutafika wakati swala itakapoanza na tutashiriki katika sala, bali तो अपने सब काम mufanye juhudi kwa kufika kwa ajili ya hutuba ya ijumaa. और खुतबा जुमा katika zama hii mwenyezi mungu न दिखाओ कि नमाज शुरू होने तक पहुंच जाएंगे और नमाज में शामिल हो जाएंगे, ametupatia urahisi wa mta के लिए पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। katika ulaya na nchi kadhaa za afrika. wakati wa jumaa ni sawasawa na wakati wa hapa. kwa hiyo अल्लाह ताला ने हमें wakati नाज़रीन ये भी जिक्र कर दिया ijumaa inakuja wakati moja, inatakiwa wote wasikilize hutuba ya khalifatulmasihi. कि MTA की hii ni ihsani ya mungu juu yetu, kwamba kwa kutupatia urahisi huu बाज़ ममालिक में amefanya mpango wa kupatikana umoja wa jumuiya. ikiwa kuna tofauti ya wakati kule, pia wanajumuiya wanatakiwa wasikilize hutuba. ikiwa hawawezi kusikiliza moja kwa moja, basi wasikilize baadaye. है अल्लाह ताला का wale wanaotoa hutuba na wabashiri wanatakiwa wachukue sehemu kadhaa za hutuba yangu एक और na kisha watoe hutuba फर्क है katika jumuiya zao जिनको सुनना चाहिए। kwa kupitia अगर लाइव नहीं sehemu zile za hutuba zangu, और इस na wafanye hivi siku ile ile ambamo hutuba ilitolewa au wiki ijayo. देने वालों को या जहां tukienda upande wa ulaya, kule wanasikiliza hutuba asubuhi, kwa hiyo siku ile ile wanaweza kueleza muhtasari wa hutuba. na tukienda upande wa mashariki, kule ni jioni. या अगले siku hizi wao wanaweza kusikiliza hutuba ये खुतबा सुनाना चाहिए। ijumaa ijayo. hii ni njia nzuri ya kupatikana umoja katika jumuiya. लेते हैं वो उसी दिन भी सुना सकते bali zama ya sinam alah salatu wassalam inahusika na siku ya ijumaa. हो रही है या mwenyezi mungu kwa kupitia mtambo huu wa mta ये एक amefanya halifa mtukufu pia kuwa sehemu ya siku ile. katika aya ya pili mungu ameeleza waziwazi kwamba ikiwa nyinyi mnafanya kazi, mna shughuli zenu, mnaweza kufanya kabla ya ijumaa au baada ya ijumaa, lakini wakati wa ijumaa बात के जरिए hasusan खलीफा वक्त के ikiwa hamkufanya kazi hii na mkija kwa ajili ya ijumaa, katika hali hii अल्लाह ताला ने mta दिया कि
kuwa warithi wa fadhila za mwenyezi mungu katika shughuli zenu za dunia, basi kutokuhudhuria ijumaa kwa sababu ya hii kwamba kazi yetu ya dunia itaathirika, hii si sahihi, bali ni yenye hasara kwa ajili ya mtu. Kuleta matunda na kutia baraka katika kazi yoyote ni kazi ya mwenyezi mungu. Basi kumbukeni, ikiwa nyinyi hamtaitikia, mungu anasema ikiwa hamtaniitikia, baraka haitapatikana katika shughuli zenu na katika kazi yenu. Lakini ikiwa mtaniitikia, basi baraka itapatikana. Kisha mungu anasema biashara yenu na shughuli za dunia na mchezo isije ikawazuieni katika swala ya ijumaa, hususan katika siku hizi tunaona hali hii inapatikana. Kama niliyosema kwamba zama hii inahusika na zama ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo mwongozo ulitolewa ni kwamba biashara yenu si ya kitaifa tu, kwa sababu zamani watu walikuwa wakifanya biashara ya kitaifa, walikuwa wakifanya biashara katika mji mmoja hadi mji mwingine, lakini siku hizi biashara imekuwa ya kimataifa, na kwa sababu ya hii mnakuwa na shughuli chungu mzima. Vile vile ni michezo yenu, vile vile ni shughuli zenu za dunia, na kwa sababu ya kuwa shughuli hizi za kimataifa, baadhi wakati hamjali kuhusu wakati. Katika hali hii nyinyi au waaminio mnalazimika kuzingatia swala ya Ijumaa, kwa sababu lengo la mwaminio ni kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na hii ndiyo inatakiwa liwe lengo la mwaminio. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu ya roho takatifu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walitakasika kabisa, na wao walikuwa wakitanguliza ridhaa ya Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu. Ndio maana kuhusu hao masahaba hatuwezi kufikiria kwamba wao kwa sababu ya biashara, kwa sababu ya mchezo walikuwa hawaswali swala ya Ijumaa. Na vile vile kwa sababu ya kazi kidogo waliweza kupanga wakati wao. Lakini katika sura hii Mungu ameeleza wakati wetu, ameeleza wakati wa Masihi Maud alayhis salam, wakati dini itaachwa nyuma na malengo ya dunia yatatangulizwa juu ya dini. Masaa 24 watu watakuwa shughuli ya biashara na mchezo, na dunia itakuja karibu kwa kupitia media. Watu watapata mambo ya ufedhuli wakiwa nyumbani kwao. Mwenyezi Mungu anasema katika hali hii, ikiwa nyinyi mtaweka vizuri malengo yenu, basi kumbukeni mtapata fadhila za Mwenyezi Mungu katika hali hii. Bila shaka yoyote anayo Mwenyezi Mungu ni mbora zaidi kuliko michezo na biashara ya dunia. Ni Mwenyezi Mungu ambaye ni mpaji wa riziki ya kila aina, ni yeye ambaye anatoa riziki ya kila aina, na yeye ni Razik. Basi ikiwa nyinyi kwa kumuitikia yeye umkilinda sala ya Ijumaa yenu katika hali hii, baraka itapatikana katika riziki ya dunia pia. Basi tunatakiwa tuzingatie umuhimu huu wa swala ya Ijumaa. Sisi ambao tumepokea Sayyidina alayhi salatu wassalam, kwa ajili yetu si sahihi kwa njia yoyote kwamba sisi tusali swala ya Ijumaa katika mwezi wa Ramadhan tu, au sisi tuishie mpaka mwisho ya Ramadhan tu. Hazur anasema kwa ajili ya kueleza umuhimu wa swala ya Ijumaa, nataka nisome hadithi kadhaa za Mtume sallam. Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa kueleza umuhimu na baraka za swala ya Ijumaa alisema, wakati siku ya Ijumaa inapofika, katika kila mlango wa msikiti malaika wanasimama. Yule anayetangulia msikitini anaandika jina lake,
katika orodha. Hivyo ndio wanaendelea kuandika majina ya watu kadiri wanapokuja msikitini, mpaka imamu anapomaliza hutuba yake. Malaika pia wanafunga daftari yao. Basi wale watu ambao kwa sababu ya shughuli zao za dunia wanakuja katika mwisho wa Ijumaa, kwa hiyo wanahesabiwa mwisho katika orodha, na wale wanahesabiwa katika mwisho wa orodha thawabu yao inakuwa ndogo. Sehemu nyingine habari ya thawabu ile imeelezwa kwamba yule anayekuja mwishoni yeye anapata thawabu sawa na yai ya kuku, na yule anayekuja mapema anapata thawabu ya ngamia. Basi mifano hii ni kwa ajili ya kueleza jambo hili kwamba nyinyi umsidhani wakati mnakuja misikitini na umelazimika kusubiri kidogo umepoteza wakati wenu. Hapana, si hivyo, bali mtu wa aina hii atapata thawabu yake ambaye anakuja mapema, na anayekuja mapema anapata thawabu zaidi kuliko wanaokuja kuchelewa. Wao wanaokutangulia wanakaa msikitini na wanamkumbuka Mwenyezi Mungu, na hivi wanapata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Kwa kueleza umuhimu wake zaidi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba siku ya Kiyama watu watakaa sawa na hesabu ya kuja kwao siku ya Ijumaa, yani kwanza na pili ya tatu na ya nne. Na alisimulia hadithi, alisema kwamba yule ambaye amekaa katika mstari wa 4 yeye pia hakukaa mbali sana. Kisha wakati mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, muje kwa ajili ya kusali swala ya Ijumaa na mukae karibu na imamu. Mtu akibaki nyuma siku ya Ijumaa anabaki nyuma katika pepo pia, ilhali anakuwa mtu wa peponi. Basi hadithi hizi zote zinaeleza waziwazi kwamba umuhimu wa swala ya Ijumaa ni sana. Ijumaa ile iwe katika mwezi wa Ramadhan, iwe Ijumaa mwisho ya Ramadhan, au iwe Ijumaa inayokuja katika siku za kawaida, kila Ijumaa ina umuhimu wake. Na kubaki nyuma katika pepo mradi wake ni hii kwamba uvivu wa mwanadamu, na kwa sababu ya kutokupatia umuhimu swala ya Ijumaa, ingawa mtu anakuwa na sifa nyingine nzuri, lakini anabaki nyuma katika pepo, au anakuwa mbali na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kazi yake hii, tabia yake hii. Na kwa sababu ya hii anaanza kukosa swala za Ijumaa. Sehemu nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alionya, alisema yule ambaye aliacha Ijumaa 3 mfululizo bila kuwa na sababu yoyote, Mungu ataweka muhuri juu ya moyo wake. Basi wale watu wanaona kwamba kusali Ijumaa ni jambo la kawaida, ni onyo kwa ajili yao kupiga muhuri juu ya moyo. Mradi wake ni hii kwamba wao hawatapata nafasi tena ya kufanya wema, wala hawatapata tena mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi kutoka katika kila hadithi inajulikana waziwazi kwamba kila Ijumaa ni muhimu, na sisi kwa kufanya juhudi yetu yote tunatakiwa tushiriki katika swala ya Ijumaa. Lakini wapo wengine ambao wana udhuru, hawezi kuja kwa ajili ya Ijumaa. Wengine wamepewa ruhusa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu si mdhalimu. Wale watu ambao hawawezi kuja kuhudhuria swala ya Ijumaa, kuhusu hawa watu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mtumwa, mwanamke, mtoto na wagonjwa, hawa wote ni wale ambao wamepewa ruhusa. Si lazima kwa hawa watu kwamba waje kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Wao hawalazimiki kuja kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Hapa hii imeeleweka waziwazi. Wanawake wengine wananiandikia barua, hata wanaleta malalamiko kwamba baadhi wakati usimamizi unatuambia kwamba siku ya Ijumaa watoto wanapiga kelele, kwa hiyo wanawake ambao wana watoto wasije kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Hazur anasema kwamba wanawake hawa na watoto hawa walipewa ruhusa kutoka kwa Mtume sallallahu kwamba wasije kwa ajili ya Ijumaa. Kwa hiyo ni bora mahali ambapo hakuna mpango wa watoto ambao wanaweza kukaa pembeni, kule wanawake wasije
kusali ijumaa, lakini wanaume wanalazimika kuja kwa ajili ya ijumaa. Sayyidina alayhi salatu wassalam pia aliulizwa swali kuhusu kusali ijumaa kwa wanawake. Sayyidina alayhi salam alisema kwamba kitu ambacho kinathibitika kutoka katika sunna na hadithi zaidi ya ile tunaweza kusema nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati aliposema wanawake hawalazimiki kuja kwa ajili ya swala ya ijumaa, basi amri ya swala ya ijumaa ni kwa ajili ya wanaume. Kwa hiyo wanaume wanalazimika kuja kwa ajili ya swala ya ijumaa ikiwa wao si wagonjwa na wao hawana udhuru maalum. Katika hali yoyote, ikiwa hawana udhuru huu wanalazimika kuja kwa ajili ya swala ya ijumaa. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwa kueleza umuhimu wa swala ya ijumaa na kwa kuzingatia umuhimu huu katika wakati wake 1895-96 alisema kwamba serikali inatakiwa iombwe kwamba katika bara la Hindi katika maofisi waislamu wapewe ruhusa masaa mawili ili waweze kusali swala. Alianza kuchukua signature kutoka kwa watu. Muhammad Hussein Batali alisema kwamba kazi hii ni nzuri, lakini haitakiwi ifanyike kwa kupitia Mirza Sahib, sisi wenyewe tutafanya kazi hii. Sayyidina alayhi salatu wasallam akasema kwamba sisi hatuna haja ya hii kwamba tujulikane, basi ufanye kazi hii wewe mwenyewe. Kwa hiyo Sayyidina alayhi salam hakufanya kazi ile. Kwa hiyo Mwalimu Muhammad Hussein Batalwi au hata mtu mwingine hakufanya kazi ile baadaye. Lakini wakati fulani Sayyidina alayhi salatu wasallam alimtumia memorial kwa Viceroy wa bara la Hindi. Katika memorial ile alieleza sifa zake na kwa kumshukuru kwa upande wa Waislamu kwamba wao waliwarudishia Waislamu msikiti wa Bashahi, vile vile msikiti mingine ambao ulichukuliwa na railway. Serikali iliwapatia Waislamu msikiti ule. Kwa kuandika sifa hizi Sayyidina alayhi salam aliandika kwamba Waislamu wana hamu moja na wanategemea kwamba viongozi ambao wameturudishia misikiti yetu, hamu hii pia itatimia kwa kupitia mikono ya hawa. Na hamu ni hii kwamba siku ya Ijumaa ambayo ni sherehe maalum ya Waislamu na Islam inasema kwamba siku hii ni siku ya ruhusa. Ndani ya Qur'ani tukufu kuna sura moja kwa jina la hii ambayo ni Al-Jumaa. Kwa hiyo siku ya Ijumaa Mungu anasema adhana inapotolewa muache kazi ya shughuli za dunia na muje msikitini kwa ajili ya swala ya Ijumaa na musali swala ya Ijumaa pamoja na masharti yake yote. Na yule ambaye hafanyi hivi basi yeye ni mwenye dhambi, hata ni karibu kwamba yeye asibaki kama ni Muislamu. Na katika Qur'ani imeelezwa kwamba Waislamu wanatakiwa wasikilize hutuba ya Ijumaa na wasali swala ya Ijumaa. Kwa hiyo tangu Ijumaa imeanzishwa Waislamu wanapewa ruhusa kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Na katika nchi hii pia miaka 800 wakati Waislamu walipokuwa wanaongoza siku hii ya Ijumaa, Waislamu walikuwa wakipata ruhusa. Katika memoria Sayyidina alayhi akaandika kwamba katika nchi ni mataifa matatu, ni Mabaniani, Wakristo na Waislamu. Mabaniani na Wakristo wamepewa ruhusa kuhusu dini yao, yani siku ya Jumapili, na katika Jumapili wanafanya ibada zao na siku hii ni ruhusa. Lakini Waislamu hawakupewa ruhusa siku yao, yani siku ya Ijumaa. Kisha Sayyidina alayhi akasema kwamba pamoja na ihsani alizozifanya ihsani juu ya Waislamu, ikiwa serikali ikifanya ihsani hii kwamba Waislamu wapewe ruhusa siku ya Ijumaa, hii itakuwa ihsani kubwa sana na itakumbukwa. Hii ilikuwa hali ya Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa ajili ya Waislamu na kwa ajili ya sherehe za Islam. Kisha anaandika Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba ikiwa government serikali
inaruhusu waislamu siku hii ya ijumaa ikiwa si siku nzima angalau nusu siku wanaruhusu waislamu kwa ajili ya swala yao, basi hii itakuwa njia nzuri sana ya kuwafurahisha watu wa kawaida. Huzuri anasema siku hizi waislamu wa maulama wa kijina wanaleta shutuma dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba alipandwa na wazungu au serikali ya wazungu, lakini Sayyidina alayhi salatu wasalam ni yeye pekee aliyewakumbusha hawa viongozi kuhusu sherehe za waislamu. Hii ilikuwa kazi yake tu aliyefanya, kwa sababu katika zama hii ambamo kueleza umuhimu wa mafundisho ya dini tukufu ya Islam ilipangwa atafanya yeye, na Mungu alimpatia jukumu hili kwamba afanye kazi hii. Basi sisi ambao tunadai tumempokea Sayyidina alayhi salatu wasalam, katika kila kauli yetu na kitendo chetu inatakiwa uhakika wa Islam upatikane. Tunatakiwa tuahidi kwamba Ramadhan hii iliyoleta baraka na baraka inayoacha, tutaendelea kufanya maisha yetu yote na kufuata maisha yetu yote. Sisi hatutakuwa picha halisi ya mafundisho dini tukufu ya Islam kwa mwezi mmoja tu, bali tutatimiza ahadi yetu tuliyofanya na imamu wetu kwa maisha yetu yote. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kutukumbusha kuhusu jambo hili kwamba siku hizi ni siku za Masihi ambao na siku hizi zinahusika na swala ya Ijumaa, na vile vile kwa kutukumbusha kuhusu majukumu yetu. Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema Mwenyezi Mungu alikamilisha neema yake kwa jina la Islam, na katika neema hii kuna siku ya Ijumaa ambamo neema hii ilikamilika. Katika hii Mwenyezi Mungu aliashiria kwamba neema itakamilika itakapokamilika sawa na layuzirahu ala dini kullihi, na ile pia itakuwa Ijumaa yenye shani sana. Ijumaa ile imeshafika kwa sababu Ijumaa ile Mwenyezi Mungu alihusisha pamoja na Sayyidina alayhi salam. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba anasema kweli kweli kwamba hii ni sherehe aliyoweka kwa ajili ya watu wenye bahati nzuri. Wenye baraka ni wale ambao wanapata faida kutoka katika hii. Wale ambao umejiunga nami, nyinyi msiwe na fahari kwa sababu ya hii kwamba yoyote mliotakiwa mupate umeshapata. Hii ni kweli kwamba nyinyi ni wenye baraka zaidi kuliko wale ambao waliokataa, wale ambao waliomkasirisha Mwenyezi Mungu kwa kunikataa. Na hii pia ni sawa kwamba nyinyi kwa kutumia dhana nzuri umefikiria kuhusu kuokelewa kwenu, lakini hii pia ni kweli kwamba umekuja karibu na chemchem ambacho Mwenyezi Mungu aliumba kwa ajili ya maisha ya milele, lakini bado hamjakunywa maji. Kwa hivyo muombe uwezo kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili muweze kunywa maji, na hii haiwezi kutokea bila msaada wa Mungu. Na jua kwamba yeyote atakayekunywa maji katika chemchemi hiki yeye hatakufa, kwa sababu maji yanatupatia uhai na yanatuokoa katika maangamio na yanatusalimisha katika mashambulio ya shetani. Namna gani tunaweza kunywa maji katika chemchemi hiki? Ni hii kwamba haki alizoziweka Mungu juu yenu mutimize haki hizi zote mbili, na katika haki hizi mbili ni haki ya Mungu na haki ya binadamu. Hazur anasema leo sisi sote tuahidi kwamba tutatimiza ahadi ya bayati yetu na tutatimiza haki za Mwenyezi Mungu na watumishi wake ipasavyo. Kama mwaminio anatakiwa atimize haki, na tutatimiza haki hizi jinsi alivyotuambia Sayyidina alayhi salatu wasalam, na daima dawamu tutafanya baraka za Ramadhani zitakuwa sehemu ya maisha yetu. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kufanya hivi, amin. और जिसका इजहार हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है।
रमज़ान की बरक़ात को हम हमेशा अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अद्लि वल-इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वद्'ऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।